Mpendwa mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Ni wazi Mungu amekuwa pamoja nasi. Kwa hakika tukitafakari kwa jinsi siku inavyoanza na jinsi ambavyo siku inaisha katika masaa ya jioni, tunashuhudia baraka tele za Baba yetu wa mbinguni. Niwaalike tuombe. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, tuongoze kwa tafakari hii katika jina la Yesu. Amina. Katika Biblia kipo kisa cha pekee, kisa cha kijana mmoja ambaye anaitwa Yusufu. Yusufu, habari zake zimeandikwa katika kitabu cha Mwanzo, na kwa leo tutaangalia Mwanzo sura ya 39 na sura ya 41. Mwanzo sura ya 39, hapa Yusufu alipendwa sana na baba yake, lakini baadaye ndugu zake walimchukia na baadaye walimuuza. Walipomuuza, Waishmaeli walimnunua, kisha na wao wakaenda wakamuuza kwa Potifa. Mpaka hapa unaweza kuona maisha ya Yusufu yalivyokuwa. Ametoka kwenye familia anayopendwa, sasa ameuzwa na ndugu zake kwa Waishmaeli. Lakini baadaye Waishmaeli walipomchukua wakaenda naye Misri, hatimaye wakamuuza kwa Potifa. Anapouzwa kwa Potifa, Potifa anamchukua na kumfanya kuwa miongoni mwa watumwa wake, na Yusufu anaanza kazi. Mpaka hapa huenda angeweza kukata tamaa. Kwa sababu gani? Ametokea familia anayopendwa, sasa amechukiwa na ndugu, sasa ameuzwa. Kana kwamba haitoshi, sasa ni mtumwa na anahitajika kufanya kazi za utumishi. Lakini Yusufu ana jambo moja ambalo anatuonyesha sisi sote ya kwamba sisi ni wa thamani mbele za Mungu. Katika Mwanzo 39 mstari wa 2 anasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Unaona? Kumbe Bwana Mungu alipokuwa pamoja na Yusufu, alimpa Yusufu kustawi. Na ni kweli, kwa sababu Potifa alipokuwa na Yusufu, baadaye aliona ya kwamba mbona kazi zinaenda vizuri sana, na kwa sababu zinaenda vizuri sana akamwacha na kumfanya kuwa mkuu. Nikana kwamba alimuamini kwa kiwango ambacho Yusufu alikuwa kama mtoto na si mtumwa tena. Lakini baadaye jambo la kushangaza lilitokea. Yusufu alipata kesi ya kusingiziwa ya kwamba alitaka kuzini au kufanya tuhuma ya ubakaji na mama mwenye nyumba. Lakini kiukweli ni mama mwenye nyumba tu alimtamani Yusufu, na Yusufu alipokataa, siku moja mama akashika nguo zake kwa nguvu. Kwa hiyo kesi ilipomfikia Potifa, Potifa akaona ya kwamba mbona huyu mtumwa alikuwa mwaminifu, mbona nilimwamini kama mtoto. Kwa hiyo akaona ya kwamba kulingana na maisha ambayo Yusufu aliishi, kwa kweli alionyesha uaminifu mkubwa. Kwa hiyo bwana wake Yusufu ambaye ni Potifa akaona hii kesi ni ya uongo tu, lakini ili kutunza heshima ya nyumba yake, basi akaamuru Yusufu akatupwa gerezani. Lakini jambo lingine la kuonyesha ya kwamba sisi ni wa thamani mbele za Mungu linatokea tena katika Mwanzo 39 mstari wa 21. Anasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akamwamini tena Yusufu. Yusufu akawa baraka tena gerezani. Na alipokuwa gerezani, wapo wafungwa wawili walifungwa, na siku moja wakaota ndoto, wakawa wamefadhaika. Yusufu akawaambia ya kwamba kufasiri ni kazi ya Mungu. Na walipomweleza walivyoota, Yusufu kwa hekima aliyopewa na Mungu akafasiri ndoto zao na zikawa vile vile. Na miongoni mwa wafungwa mmoja alikuwa anatokea ikulu na alirejeshwa kwenye kazi yake. Hii yote inafunua siri kubwa ya kwamba wewe ni wa thamani. Yusufu ameuzwa, lakini Mungu yuko pamoja naye hata utumwani, akastawi. Na katika Mwanzo sura ya 41, hatimaye Farao naye aliota ndoto, mfasiri akakosekana. Yule mtumwa, mfanyakazi wa ikulu aliyekuwa gerezani, ambaye alikuwa tayari amerejeshwa ikulu kwenye kazi, akakumbuka ya kwamba yupo mtumwa
alitufasiria ndoto na ikawa vile vile. Basi akamwelezea Farao, na kwa kweli Farao aliamuru Yusufu kwenda kuitwa, na baada ya kufasiri ndoto Farao akakiri ya kwamba tutapata wapi mtu kama huyu, yani kama Yusufu mwenye roho wa Mungu ndani yake. Na akamchukua. Kuanzia hapo Yusufu akapewa kazi kubwa ya kutunza chakula miaka 7 ya shibe katika nchi ya Misri, ili kuandaa akiba kubwa ya chakula kwa miaka 7 ya njaa iliyokuwa inakuja mbele, kulingana na ndoto ambayo Mungu alikuwa ameifunua kwa Farao. Rafiki yangu, usikate tamaa. Wewe ni wa thamani, mimi ni wa thamani, sote tu wa thamani mbele za Mungu. Haijalishi tutakapokuwa, tambua kwa kweli sisi ni wa thamani. Na kitendo cha Yusufu kuwa kwenye ikulu kinafunua ile ahadi ya Mungu ambayo ilitamkwa na Gabrieli, malaika mkuu, katika Luka 1:37 inayosema, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mungu akubariki, usikate tamaa, wewe ni wa thamani. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Jina lako litukuzwe, mkuu wa malimwengu yote. Asante kutufunulia siri hii, sisi ni wa thamani. Wewe uliyekuwa na Yusufu ukampa kustawi, ukamjalia, ukamtoa kwenye gereza, ukamweka ikulu, jina lako litukuzwe. Hii yote inatufunulia siri hii, sisi tu wa thamani. Asante, ahadi zako, baraka zako tele, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwako. Ziandamane na mtazamaji na msikilizaji, ziandamane nasi sote. Tujalie tusikate tamaa, maana sisi ni wa thamani. Asante kwa uzima wa milele uliotuahidia, kwa jina la Yesu, amina. Mungu akubariki sana, wewe ni wa thamani. Don't forget to subscribe, like, share and comment.